Vile vile serikali inapaswa kutekeleza wajibu wa urejeshaji wa fedha inazodai kampuni ya IPTL kiasi cha dola za Marekani milioni 148 kwa kuzingatia mkataba wa makubaliano wa mwaka wa 2021 kuhusu fedha za Tegeta Escrow. Mheshimiwa Rais, matumizi yasiyo na tija bilioni 371.42. Mashirika 12 kati ya 217 yaliyokaguliwa yalibainika kutumia rasilimali fedha kwa matumizi yasiyoleta thamani kwa taasisi. Matumizi haya yalitokana na riba na faini za ucheleweshaji wa kulipa kodi, michango ya pensheni na makato ya kisheria, ucheleweshaji wa malipo kwa wazabuni na wakandarasi, na malipo ya mashirika kwa watumishi walisimamishwa kazi kwa muda mrefu bila kibali cha Katibu Mkuu Utumishi. Malipo yasiyo halali shilingi bilioni 6.75. Mheshimiwa Rais, mashirika 10 yalifanya malipo kinyume na taratibu, ikiwa ni pamoja na malipo kwa watumishi waliostaafu na kuondoka kazini, posho na mishahara kwa watumishi waliokaimu bila kibali na malipo kwa kandarasi zaidi ya kazi halisi iliyofanyika. Mheshimiwa Rais, hivyo napendekeza kwa serikali iongeze udhibiti wa fedha na malipo ili kuhakikisha malipo yanalingana na thamani ya huduma zilizotolewa na kurejesha fedha zilizotolewa kwa matumizi yasiyostahili. Madeni ya taasisi za umma shilingi trilioni 7.23. Hadi kufikia tarehe 30 Juni 2024, taasisi 278 za umma zilikuwa na madeni yasiyolipwa kwa zaidi ya miezi 12 yaliyofikia jumla ya shilingi trilioni 7.23. Hali hii imetokana na uhaba wa fedha, ucheleweshaji wa fedha kutoka serikalini pamoja na utendaji hafifu wa biashara za taasisi husika. Kati ya deni hilo, taasisi za mashirika ya umma zinadaiwa shilingi trilioni 3.7 na taasisi za serikali kuu zinadaiwa shilingi trilioni 3.52. Madeni hayo yanajumuisha kiasi cha shilingi bilioni 71.47 ikiwa ni gharama za riba kutokana na ucheleweshaji wa malipo kwa kandarasi. Mheshimiwa Rais, napendekeza serikali harakishe utoaji wa fedha kwa wakati kwa taasisi husika ili kupunguza madeni. Taasisi zibuni mikakati madhubuti ya usimamizi wa fedha ili kuzuia ongezeko la madeni. Aidha, mashauriano kati ya taasisi na wadaiwa wakuu yafanyike ili kuweka mpango wa kulipa madeni kwa awamu, kuepuka gharama zisizo za lazima zikiwemo riba. Mheshimiwa Rais, madeni ya watumishi wa umma shilingi bilioni 311.98. Ukaguzi umebaini watumishi wa umma katika taasisi 269 wanadai jumla ya shilingi bilioni 311.98 zikihusisha mishahara, gharama za usafiri wa mizigo kwa wastaafu na marupurupu ya kisheria kwa viongozi wa idara pamoja na watumishi wengine. Katika madeni haya, serikali kuu inadaiwa shilingi bilioni 274.8, mamlaka ya serikali za mitaa zinadaiwa shilingi bilioni 24.54 na mashirika ya umma yanadaiwa shilingi bilioni 12.64. Napendekeza serikali kupitia TAMISEMI na hazina kuhakikisha bajeti inatengwa na fedha zinatolewa kwa wakati ili kulipa madai haya, kuzuia malimbikizo zaidi. Utendaji wa benki za serikali. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka wa fedha uliishia tarehe 31 Disemba 2024, benki zote 4 za serikali zilipata faida. Hata hivyo, licha ya mafanikio haya, benki hizi bado zinakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiutendaji kama ifuatavyo: upungufu wa mitaji benki ya rasilimali. Benki ya maendeleo ya TIB. Benki ya maendeleo ya TIB haijakidhi matakwa ya kisheria ya kuwa na mtaji wa angalau shilingi bilioni 200. Hadi kufikia Disemba 2024, benki ilikuwa na mtaji wa shilingi bilioni 87 tu, ikiwa ni pungufu kwa shilingi bilioni 113. Zaidi ya hayo, benki hiyo inadai shilingi bilioni 37 kutoka kwa msajili wa hazina tangu mwaka 2019, kiasi ambacho hakijalipwa hadi kufikia Machi 2025. Aidha, benki ilikuwa na madeni yaliyoiva ya shilingi bilioni 183 dhidi ya mali halisi, pungufu kwa shilingi bilioni 2.84. Riba ya madeni imeongezeka kwa asilimia 39 ndani ya mwaka mmoja. Hali hii ni hatarishi na ikiendelea inaweza kusababisha benki kupoteza sifa ya kisheria ya kujiendesha na kuhitaji usimamizi maalum kutoka Benki Kuu. Hasara endelevu na mtaji hasi kampuni ya TIB Rasilimali. Kampuni